Karibu Tabora, karibu Toronto. Mlinzi mmoja ametolewa meno manne, hana meno. Baba yule sio mtoto meno kwamba yataota tena. Huo ni ulemavu wa maisha. Mnamjua yupo wapi yule mlinzi? Mnajua pale hospitali ataamka? Yupo mahututi hospitali pale. Walioyafanya hawa. Ndio maana nasema hatujaja kulea majambazi hapa. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, wanafunzi 15 kutoka Chuo cha Ardhi Tabora wanashikiliwa na jeshi la polisi baada ya kufanya tukio la kumshambulia na kumjeruhi mlinzi wa chuo hicho usiku wa tarehe 2 Machi 2026, ikiwa ni mwendelezo wa tukio lililotokea mchana wa tarehe hiyo, ambapo baadhi ya wanafunzi waliunda kikundi na kwenda kumhoji mlinzi huyo wakimtuhumu kuwa ni mwizi wa nguo zao chuoni hapo. Usiku wakapatikana wanafunzi wawili ambao walikuwa wanavuka, wanatumia njia ambazo haziruhusiwi. So wanafunzi hao walipojaribu kuhojiwa na walinzi, ni kwa nini kwanza jina kina nani na kwa nini mko katika eneo ambalo haliruhusiwi, au kutoa ushirikiano, wakaanza kupambana na walinzi. Mwanafunzi yule alichokifanya, alipiga kelele kwamba anapigwa na walinzi wakati ana kitambulisho. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwaita wenzake wakatoka mabwenini, ndio wakaanza kazi ya kuwashambulia walinzi wawili, na katika shambulio hilo mlinzi mmoja alipoteza jino moja. Kwa bahati mbaya sana wakajiorganize wanafunzi wengine baada ya hicho kitendo, wakaenda upya kuwafuata walinzi wale, wakapiga na yule mlinzi ambaye alikuwa amepoteza jino moja, wakampiga akapoteza meno mengine matatu. Kwa hiyo sasa hivi naweza kusema ni kilema wa meno manne hadi sasa. Ninaamini huenda watakuwepo wengine zaidi. Tulifanikiwa kuidentify wanafunzi 15 ambao tunathibitisha pasipo shaka kwamba walihusika katika kuanzisha na kushiriki vurugu zilizotokea tarehe 2. Baada ya kuwa tumechukua maelezo yao, niliwasitishia masomo kwa siku 21 kuanzia tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa, anatoa maelekezo na hatua ambazo vijana hawa wanapaswa kuchukuliwa. Kama kulikuwa na kosa, upo uongozi. Imeshindikana kwenye uongozi wa chuo, mkuu wa wilaya yupo hapa na viongozi wengine mpaka kwa mkuu wa mkoa. Wapo wanafunzi hapa wanakujaga mpaka kwangu, wamekosa ada, wamefukuzwa chuo, na tunafanya utaratibu, tunawalipia ada na wanaendelea na masomo. Ije kwa uhalifu. Sasa maelekezo ni haya. Ili jambo lilo la mwisho, hao tutadili nao kwa utaratibu wa kipolisi. Hakuna mchezo wa kuchezea maisha ya mtu. Hatujui yule mlinzi na yeye alikuwa na silaha ya moto, lakini yule baba kwa mbinu za kiuaskari na nidhamu hakufyatua hata risasi. Angeamua kujihami na risasi, tungekuwa tunazungumza nini hapa leo? Lakini hakuchukua bunduki yake, alipigwa akiwa ameshikilia bunduki. Huenda wazazi na walezi wa vijana hawa huko waliko wanajinyima kujivinjari kimaisha ili tu vijana wao wasome vizuri. Badala yake, kwa huzuni kubwa, wanasikia na kuona taarifa hii kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Hakika inasikitisha na kuumiza sana. Lakini kuna wanafunzi wengine wawili ambao walihusika na matukio mengine chuoni hapa. Mmoja ni mwanafunzi ambaye alirudi usiku wa saa 8 akiwa amelewa, akapambana na walinzi getini, lakini walinzi walipokuwa wanataka kumjua ni nani, alitoka wapi, kwa nini anarudi muda kama huo, hakutoa ushirikiano. Kwa hiyo akaruka fence, alafu akaharibu pia sehemu ya fence iliyoruka. Lakini alipofika mabwenini, wenzake walikuwa wameshalala. Saa 8 ni muda mbaya sana kwa kawaida. Akawafanyia fujo ili wamfungulie, lakini walipofungulia pia aliwatukana sana, lakini akawatishia kwa kisu pia. Na kile kisu pia tunacho kama evidence. Mwanafunzi mwingine alipatikana hatia ya kuwa na tabia ya kuwaibia wenzake simu. Anakaa hostel za nje. Kwa hiyo tumebaini na amekiri pia kwa maandishi kwamba ni kweli amefanya. Mtu mwingine ambaye pia alizuiwa na polisi juzi ni yule mfanya usafi ambaye kimsingi yeye ndio mwizi aliyeiba, alafu akamsingizia mlinzi, ambaye nikapelekea sasa chuki kati ya wanafunzi na mlinzi, ambapo sasa ilipelekea ile swala la usiku kuwa na sura na mke. Kitendo kilichofanywa na vijana hawa kinanifanya nikumbuke ule usemi usemao, ni muhimu sana kuweka hisia pembeni, sehemu ambayo akili ndiyo inapaswa kutumika. Haya sasa, nguvu na ubabe waliokuwa wanaufanya kwa mlinzi huyu kiasi cha kumpa kilema cha maisha, matokeo yake ndiyo haya. Kwa hiyo hao tunawapeleka polisi, watakuwa polisi pale. Nimemwambia mkuu wa wilaya kukanyaga Tabora, hawa vijana hao watakuwa wanakuja kuhudhuria kesi mahakamani. Habari yao imeishia hapo, na ambaye haamini yeye mwingine leo afanye hapo. Ni polisi, mahakamani
nyumbani kwenu habari imeishia hapo. Kuachua na utaratibu, nimemwambia aite bodi ya dharura wafanye kwa utaratibu, lakini hiyo haizuii kuwafikisha polisi na mahakamani. Nimesema wale waliokosea wote waondolewe hapa haraka. Hatuwezi kufuga majambazi hapa. Leo wamefanya kwa mlinzi, kesho ni kwako, lakini siku ile yule mlevi, wale vijana wasingeamka, alikuwa ameshikilia kisu. Anacho mkuu wa chuo amenionyesha hapa, atatuambia alikitoa wapi. Tunataka uwe na kalamu, kitabu na daftari pale bwenini. Yeye ana visu kwenye tranka lake. Huyo ni mwanafunzi, kwa hiyo atatueleza na ataeleza vyombo vya dola. Ninyi vijana wa kike na wa kiume mliopo chuo hiki cha ardhi hapa mkoani Tabora, naombeni sana, chukueni maneno haya na myafanyie kazi. Mtanikumbuka baadaye. Ukishakuwa na maono, kuna vitu vya kusikiliza na kuna vitu hutakiwi kuvisikiliza. Kuna vitu vya kujifunza na kuna vitu hutakiwi kujifunza. Kuna vitu vya kutazama na kuna vitu hutakiwi kuvitazama. Ukitaka usikilize kila kitu, ujifunze kila kitu na utazame kila kitu, kuna vitu vitaingia kwenye moyo wako na kubomoa maisha yako kabisa, kiroho na kimwili. Nimewaambieni umuhimu wa kozi mnazozisoma hapa. Inawezekana nyinyi msijue, lakini mkimaliza ndo mtajua umuhimu wa kozi mnazozisoma. Wengine wanaziogopa, lakini kiona sura hizi, wote wanafunzi zaidi ya 1200 mpo hapa mnasoma kozi za ardhi. Najua thamani yake kwa sababu na mimi nilikuwa mwenzenu miaka kadhaa iliyopita. Someni, chukueni mlichokuja kukipata hapa. Karibu Tabora, karibu Toronto.